Mheshimiwa Waziri Mkuu na Makamu wa Kwanza wa Rais Mstaafu, ndugu Waziri Kikwete, ndugu Mkuu wa Mkoa, viongozi mbalimbali mlioko hapa, mwenyekiti wa chama cha Chadema na viongozi wote mlioko hapa na waombolezaji wenzangu. Ukiwa unakaribia mwisho kusema, hatari yake ni kwamba mengi uliotaka kuyasema yatakuwa yameshasemwa. Lakini si vibaya kurudia. Binadamu wote tutafika siku ambapo Mwenyezi Mungu atatuita na tutaondoka. Na kuna katika kuondoka kuna mambo mawili. La kwanza ni msiba, watu wanaomboleza. Lakini vile vile kutokana na yale uliyoyatenda ulipokuwa hai, watu watakuwa wanasherehekea. Kwa hiyo hapa tunaomboleza sawa, lakini kikubwa tangu tulipofika hapa asubuhi, jambo moja ni dhahiri. Tumekuwa tukisherehekea maisha ya Profesa Sarungi. Profesa Sarungi ni kaka yangu mkubwa sana. Nilipoingia serikalini nilimkuta yeye ameshanitangulia. Lakini alikuwa mwalimu mzuri sana na nilijifunza mengi kutoka kwake. Na mengi yaliyoelezwa hapa ni ya kweli. Profesa ni mtu mwenye msimamo. Ni mtu ambaye hayumbishi maneno. Akiona huelewi, anaingiza utani ili uweze kuelewa vizuri zaidi. Na jambo moja ambalo nimejifunza kutoka kwake, bahati mbaya si mwanafunzi mzuri sana, alikuwa na utani mwingi sana. Lakini ndani ya utani wake kuna message saa zote. Alikuwa akituma ujumbe. Akikuona huelewi hivi, anatumia utani kukupelekea ujumbe. Mimi ni ungana na wale wote waliotoa sifa nyingi sana kwa profesa. Na jambo moja ambalo alifanikiwa sana ni kuweza kufanya mambo mengi. Akafanya taaluma nyingi, kutoka siasa mpaka utabibu, mpaka uongozi, mpaka michezo na vitu vingine vingi sana ambavyo ameweza kufanikiwa. Si watu wengi sana ambao wameweza kufanikiwa kiasi alichofanikiwa Profesa Sarungi. Nichukue nafasi hii kumpa pole mama, nichukue nafasi hii kuwapa pole familia, lakini vile vile nichukue nafasi hii tukubaliane wote kwa pamoja kwamba Profesa Sarungi ameondoka, lakini Profesa Sarungi atabaki kuwa darasa kwetu sote. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi. Asanteni sana.